Naitwa Saumu Rashidi, ni mwakilishi wa wanawake, ni logistic officer wa Ulingo. Leo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii adhimu, nimeweza kuja kuboresha taarifa zangu katika kituo hiki cha kuandikisha wapiga kura. Kwa kweli zoezi hili nimeona kabisa limekwenda tangu mwanzo, ushirikishwaji mkubwa wa wananchi, na kama ambavyo mnaona mwitikio wa wananchi ni mkubwa sana. Hii inaonyesha jinsi wananchi ambavyo wanausubiri kwa hamu uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Kwa hiyo tuendelee kuwaasa wananchi wote waendelee kujitokeza kwa wingi katika hizi siku ambazo zimebaki. Wale ambao wana changamoto ya kupoteza vitambulisho na kadi zao au ambao kadi zimeharibika waweze kuja kuboresha taarifa na waweze kupatiwa kadi mpya kwa ajili ya kupata uhakika wa kuja kuwa mpiga kura. Kwa kweli mimi niwapongeze wanawake wote wa Tanzania kwa namna ambavyo mnawaona kabisa wanajitokeza kuja kujiandikisha. Hii inamaanisha kwamba uhamasishaji mkubwa umefanyika. Tuendelee kuipongeza INEC kwa maana ya kwamba katika zoezi zima la uhamasishaji kwa kweli inaonekana wamefanya kazi kubwa, kwa sababu ingekuwa hawajafanya kazi tusingeona umati huu. Katika mikoa mbalimbali ambayo mazoezi yameendelea, naweza kusema Dar es Salaam imetia fora. Watu ni wengi mno, mpaka sasa hivi tunaona vituo vimejaa kama ambavyo mnawaona, lakini kwa upekee wa mwaka huu naona vijana wengi, vijana wa kike na wa kiume wamejitokeza sana. Hii inaonyesha hamasa kubwa walionao wa kutumia haki yao hii ya kikatiba ya kuweza kuja kuwa wapiga kura. Kwa hiyo tuendelee tu kuhamasisha katika huu muda uliobaki ambao bado wana changamoto zozote waweze kuja kwenye vituo. Lakini kubwa ambalo pia naweza tunaiomba INEC, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, kuiangalia Dar es Salaam kipekee, kwa maana tunaona kabisa watu wamejitokeza kwa wingi mno. Mpaka muda ule wa kufunga vituo bado kunakuwa na watu wengi. Kwa hiyo waiangalie Dar es Salaam kipekee na waweze kuongeza siku ili wananchi wengi waweze kupata hii haki yao ya kikatiba. Kama tunavyojua majukumu makubwa ya mkoa wa Dar es Salaam, wananchi wengi wamekuwa wakijitafutia riziki katika hizi siku za weekend, ndio hasa wanakimbilia kuja kwenye vituo. Kwa hiyo waiangalie kiupekee, waweze kutoa nafasi nyingine angalau ya kuongeza siku, badala ya kufunga zoezi hili kesho, waweze kuongeza siku ili wananchi wengi zaidi waweze kuja kupata haki yao hii ya kikatiba. Tunaamini hilo kwa utashi wao, ikiwapendeza wanaweza wakafanya hilo, kwa sababu tumeona hamasa kubwa sana ambayo imejitokeza kwa Dar es Salaam, na tunaona jinsi ambavyo na wao walikuwa na maamuzi sahihi ya kufanya Dar es Salaam kuwa mkoa wa kipekee. Tuliona mikoa mingine ilikuwa inawekwa mikoa mitatu, minne katika zoezi hili, lakini Dar es Salaam kwa upekee wake imeweza kuwekwa katika tarehe za kipekee yake. Kwa hiyo namna ambavyo walivyoipanga kwa pekee yake, basi waipe tena kipaumbele kwa ambacho kimetokea, ili kuwafikia wananchi wengi zaidi ambao wataweza kuja kuboresha taarifa zao, na hata wale ambao wanajiandikisha kwa mara ya kwanza, kwa sababu tunaona mwitikio ni mkubwa sana. Jinsi ambavyo wananchi wengi wamejitokeza kuja kujiandikisha, na tunawaomba basi watunze hizi kadi zao mpaka siku ya Oktoba, baada ya kuwa sasa wamesikiliza sera za vyama mbalimbali, ili waweze kuja kufanya maamuzi sahihi ya kuwachagua viongozi wao kwa mustakabali wa taifa lao. Lakini kikubwa ambacho napenda kuwaasa sisi kama wanawake, uchaguzi huu ni uchaguzi wa kihistoria. Namna ambavyo unakwenda kuwa uchaguzi wa kihistoria, tuwaase wananchi wote wa Tanzania tuepuke vurugu, tuepuke kufanya siasa za mihemko, kwa sababu uchaguzi ni maendeleo yetu. Uchaguzi ndio kitu ambacho tunakwenda kuchagua viongozi ambao watakuja kututetea katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo tuitumie haki hii kikamilifu kabisa. Sasa hivi tuko kwenye mwaka wa uchaguzi. Kama ambavyo maandalizi ya INEC yamefanyika, tuendelee kutoa ushirikiano pale ambapo inahitajika. Kama ambavyo tuko kwenye hili zoezi la kujiandikisha,
lakini tuendelee kudumisha amani na utulivu wa nchi yetu, ili tunapokwenda kwenye uchaguzi basi tuende tukafanye uchaguzi, kwa sababu ni haki yetu ya kikatiba ya kuchagua na kuchaguliwa. Kwa wale viongozi wote ambao watakuwa na sifa, basi wanaweza kuchaguliwa hiyo siku ya Oktoba itakapofika. Lakini tutumie fursa hii vile vile kuwapongeza Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwa namna ambavyo wameendesha zoezi hili. Kwa kweli wametoa uhamasishaji mkubwa sana, na sasa hivi tunaelewa kuna maboresho mbalimbali yanafanyika. Wadau wengi wamekuwa wakishirikishwa, namna ambavyo inapelekea sasa kwenda kuwa na uchaguzi huru na wa haki. Kama mwananchi wa Tanzania, nitailinda amani ya nchi yangu kwa gharama zote.